tumempoteza kaka yetu kwenye mazingira ambayo pamoja na kuwa tunaambiwa kila siku tujiandae, lakini imekuja kwenye mazingira magumu kidogo, kwa sababu utakumbuka tarehe 28 ya mwezi wa pili ndio birthday yake, na mwaka huu alitaka kufanya South Africa. Kwa hiyo sisi wengine tulisafiri kwenda South Africa, tumekaa naye birthday yake ya miaka 51 tarehe 28 mwezi wa pili. Halafu mimi nikarudi Tanzania nadhani tarehe 2. Kwa hiyo tumeachana kwenye mazingira ya furaha, mazingira ya kuenjoy, ya kufurahiana na mambo mengi. Sasa kifo kijawahi kuzoeleka, pamoja na maandalizi ambayo tunaambiwa tuyafanye, lakini sisi ni binadamu. So inapotokea pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukubali, lakini inatuachia maumivu makubwa sana. Moja ya vijana ambao Sebo amekuwa akijinasibu na kujivunia amewagroom ni Oscar. Labda natamani ambaye anakufuatilia hivi sasa, mshabiki wako, umweleze namna ambavyo Sebo alikutengeneza na leo tunaye huyo hapa Oscar. Mambo gani ambayo mara nyingi amekuwa akiyazungumza mnapokuwa wawili pale anapohitaji kukutengeneza? Sebo hakuwa mnafiki. Unajua, tumekuwa kwenye dunia ambayo watu wako tayari kupambana, kukusaidia na kukufanya uwe mkubwa, lakini ukisha kuwa mkubwa, watu hao wamekuwa na tabia ya kupambana tena kukushusha chini, watu ambao walikupandisha. Sebo ni miongoni mwa watu wachache ambao tunao duniani ambao walikuwa wanafurahia akimuona mdogo wake anakuwa. Yani ile ya kutoka ndani kabisa, unamwona ni mtu ambaye anafurahia na anajivunia wewe. Dunia hii sasa hivi watu ambao wanaweza wakafurahia wewe kuendelea ni wazazi wako tu. Hawa ndugu jamaa na marafiki wengi sana sio kweli. Kwa hiyo Sebo alikuwa mkweli hivyo kwenye kumjenga kijana na kumwandaa na kufurahia akimuona na ana prosper. Sebo akikupenda anakupenda sawa sawa, na asipokupenda pia anakuambia, kitu ambacho watu wengi walikuwa wagumu kupokea, lakini alikuwa kwenye mazingira hayo. Kama anakufeel kwenye moyo wake, anakufeel kweli kweli. Amekwenda nyumbani kwetu Kaliua mara 2 au mara 3 kwenda kumuona mamangu mzazi kule, na mwaka jana ilikuwa mara ya mwisho ambako tumeenda naye Kaliua. Amekuja pale nyumbani kwenda kumsalimia mama na kumuona. Kaliua na Dani zaidi ya kilomita 900. Amekuwa akifanya hivyo mara nyingi. Mimi nimeenda Uganda nyumbani kwa mama mara 4 mara 5. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mambo mengi sana, na as for now ni kumwombea tu huko alikokwenda apate pumziko la milele. Oscar, unadhani una deni kiasi gani kwa Sebo? Labda ulitamani siku moja ufanye jambo juu yake na unaona labda halijawahi kutimia na kaka ameondoka. Una deni kiasi gani kwenye moyo wako? Sasa unajua Sebo alikuwa ni mmoja tu. Hakuna namna ambavyo yani unaweza ukawa Sebo mwingine. Alikuja peke yake na ameishi kwa kadiri ambavyo imempendeza Mungu na ameondoka. Mimi siwezi nikaita ni deni, lakini ni kujaribu tu kuwa mtu mwema kwa kadiri unavyoweza, kwa sababu maisha haya tunayoishi mara nyingi sana huwa yanapoteza maana zinapokuja moment kama hizi. Kwa hiyo ni kumuomba sana Mungu akujalie hekima na utu wema wa kuweza kuwa mtu mwema kwa watu ambao wamekuzunguka na kuishi maisha yako kwa kadiri ambavyo itampendeza Mungu. Unapoondoka uondoke kama mtu mwema, kugusa maisha ya watu. Sebo alikuwa anataka watu ambao wanaweza kumuelewa vizuri. Alikuwa yuko very aggressive kwenye maneno, lakini ni mtu ambaye alikuwa na moyo wa dhahabu. Mtu ambaye watu wengi wao wapendi kusema, lakini ni mtu ambaye chochote kikimkuta mtu yoyote,
yuko pale mbele, yani mtu ambaye kila ama ni matatizo au ni furaha yeye anachukua kuwa sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo mimi nafikiri mimi na wewe tumuombe tu Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe watu wema kwa watu wengine kwa siku zote ambazo atatupa za kuishi hapa duniani. Asante.